Habari yako mama? Namshukuru Mungu ni njema. Unaitwa nani? Naitwa Mariamu Aswile. Ndio. Ni mratibu kanda ya kati Tawia, chama cha wajane Tanzania. Ukiwa kama mratibu wa kanda ya kati wa chama hiki cha wanawake wajane Tanzania, nyie kama viongozi wa chama hiki mnawasaidiaje hao wanawake wajane ambao wanapitia changamoto mbalimbali za ukatili, ikiwemo kudhulumiwa mali, kutaka kukandamizwa na baadhi ya mila na desturi katika jamii? Mimi nafikiri sio kwamba tunamsaidiaje mwanamke mjane, yani tunawasaidiaje. Kwa sababu tulipotoka huu ni mwaka wa 11 sasa kuadhimisha chama cha wajane hapa Tanzania. Kwa hiyo tumeona kabisa uhamasishaji tuliofanya katika miaka yote hiyo mpaka kufikia hatua hii tumewasaidia pakubwa sana, kwa sababu kulikuwa na wajane ambao hawajui sheria kabisa. Lakini tukishirikiana sisi kama chama cha wajane Tanzania pamoja na taasisi zile njozi ambazo zinatusaidia, wana sheria mbalimbali, tumeweza kuwasaidia kuwatoa kwanza wajane katika ule mfumo gandamizi kuanzia nafsini mwao, kwa sababu nafsi ya mjane akishagandamizwa, kudhulumiwa mali tangia amefiwa na mume wake, kwanza anaanza kuathirika kisaikolojia. Akishaathirika namna hiyo anakuwa hawezi hata kutoka. Lakini uhamasishaji wa kwanza ambao tunaomshukuru Mungu kama Tawia ni kwenda kumtoa mjane mmoja mmoja kutoka ndani, ajijue kwamba si yeye peke yake ila tuko wengi, na kujitoa kwenye hadhara na kuanza kumfundisha namna ya kupata haki zake. Sawa, lakini pia hao wanawake wajane ambao wako ndani ya chama hiki, kitu gani watarajie kutoka kwenye chama hiki? Matarajio ni makubwa kwa sababu tumetoka mbali. Sio kazi rahisi. Kuanzia 2014 mpaka kufika leo ni maadhimisho ya 11. Sio kazi rahisi. Tuliweza kufahamika hapa kwanza Dar es Salaam, tukaenda nje ya mikoa yote Tanzania, tulivyotoka tukaenda Afrika. Kwa mfano mwaka jana maadhimisho kama haya tuliyafanyia Zanzibar. Tukiwa na Afrika nzima wote tulikuwa pale. Zimbabwe, Kenya, Zanzibar, tulikuwa ndio tumekaa pale. Lakini kwa sasa hivi mpaka mkurugenzi wetu wa chama hiki sasa hivi hayuko, ameenda kuadhimisha pamoja na yule kiongozi alianzisha hiki chama cha wajane Tanzania. Kwa hiyo yeye yuko Uingereza. Kwa hiyo mkurugenzi wetu Rose Sarwati leo hii yeye anaadhimisha Uingereza. Kwa hiyo tumetoka mbali na tunawasaidia vizuri, na wana matarajio makubwa kwa sababu tulikotoka ni chini, lakini tulianza kama Tanzania mpaka tumefika kimataifa. Kwa hiyo kuna kazi kubwa sana tumeifanya, na wao wategemea mambo makubwa sana kwa sababu walikuwa hawajui chochote, lakini sasa wamefunguka kufahamu. Kwa hiyo kufunguka kwao, na ndio maana tunaona hata sasa hivi kule kudhulumu sana kumekuwa hakupo. Kwa sababu gani? Hata watu wanaanza kuogopa wajane sasa, kuwafuatilia kupata haki, kuchukulia haki zao. Wamekuwa waoga, na wajane wamekuwa majasiri sana kwa sababu wamejua wapi pa kukimbilia ili wapate haki zao. Nashukuru sana mama. Asante, nashukuru pia. Asante.